Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Novemba 24 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Linaanza na habari inayosema wajitosa kupinga ubunge wa Baba Levo kortini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini vurugu za Oktoba 29, Msigwa waliopoteza ndugu waende polisi. Hizo ni vurugu za Oktoba 29. Huyo ni msemaji wa serikali Msigwa asema waliopoteza ndugu waende polisi. Lakini kuna habari inayosema vigogo ACT wajifungia kujadili Suki Zanzibar. Vigogo ACT wajifungia kujadili Suki Zanzibar. Lakini usichukulie poa maumivu ya kichwa, wataalamu watoa tahadhari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari inayosema ajali ya ua watano wa Monduli, jeshi la polisi la chunguza. Ajali ya ua watano wa Monduli, jeshi la polisi la chunguza. Lakini wauguzi wawili wasimamishwa kazi tukio la mtoto kuharibika mkono. Wauguzi wawili wasimamishwa kazi tukio la mtoto kuharibika mkono. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni ripoti ya CNN yaibua hoja serikalini. Ripoti ya CNN yaibua hoja serikalini, na mchakato wa katiba mpya utaanza hivi karibuni. Huyo ni waziri asema mchakato wa katiba mpya utaanza hivi karibuni. Lakini wanaume chanzo cha wanawake wengi kuchelewa kuanza kliniki ya ujauzito. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini wanafamilia wahukumiwa kifungo jela kwa mauaji. Wanafamilia wahukumiwa kifungo jela kwa mauaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema wananchi viongozi tekelezeni kwa vitendo maagizo kutoka kwa Dr. Mwinyi. Viongozi tekelezeni kwa vitendo maagizo kutoka kwa Dr. Mwinyi. Lakini serikali yavikosoa vyombo vya habari vya kimataifa. Serikali yavikosoa vyombo vya habari vya kimataifa. SMZ kuendeleza ujenzi wa barabara mijini na vijijini. Lakini Dr. Sheni aridhishwa ongezeko la wahitimu elimu ya juu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika habari inayosema chuo kikuu Mzumbe chaweka rekodi mpya. Lakini serikali yatoa tamko. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, inasema serikali yatoa tamko. Treni za jiji Dodoma zanukia. Lakini Ulega asimamisha kazi watumishi wa mizani, na 69 wajitosa kuwania umea naibu mea Dar es Salaam. Lakini kesi aliyekuwa mkuu wa gereza kusikilizwa kesho. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye ukurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Uhuru, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Uzalendo Kwanza liandika BOT yatoa hakikisho usalama wa mifumo ya malipo. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS kwa foleni Mikese. Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS kwa foleni Mikese. Lakini lengo ni kupisha uchunguzi. Lakini mzani watajwa chanzo cha foleni, asema atamwonea mtu hatakubali wananchi wateseke. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kuna habari inasema Msigwa tuisubiri tume italeta majibu ya matukio yaliyotokea Oktoba 29. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini gazeti lako la Majira asubuhi ya leo linatuhabarisha Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS ni baada ya foleni Mikese. Lengo ni kupisha uchunguzi, mzani wataja ndo chanzo cha foleni. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini serikali yaipongeza TRA uboreshaji mazingira ya biashara. Serikali yaipongeza TRA uboreshaji wa mazingira ya biashara. Na IGP tusikubali kugawanywa kwa sababu yoyote ile. Na CNN jiepusheni utangazaji maudhui
upande mmoja. Hiyo ni habari kutoka kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Jamvi la Habari lenye linatuhabarisha tung'amue mtego. Huyo kutoka kwa msemaji wa serikali wataka wa Tanzania kujanjaruka na kung'amua mtego. Lakini Ndejembi atoa mwelekeo mpya TANESCO. Dr. Homera kuongoza mkutano wa Rita na wadau wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema ripoti ya CNN yazua kasheshe. Ni serikali ya jaa juu wakitaka chombo hicho cha kimataifa kuzingatia misingi na maadili ya uandishi wa habari. Lakini Msigwa ahoji taarifa yao kuhusu vurugu za uchunguzi kuegemea upande mmoja, asema serikali inasubiri ripoti ya uchunguzi tume ya Jaji Chande Othman. Lakini Dr. Mwinyi Nchimbi wateta Ikulu Zanzibar. Ulega chafukwa na mikese foleni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Wamachinga, tuangazie gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika wazazi wahimizwa kuandikisha watoto wenye ulemavu. Na Bashiru mifugo ni nguzo ya uchumi. Huku viongozi waombwa kuthamini sekta binafsi. Na dunia yaambiwa Tanzania ni salama imetulia. Dunia yaambiwa Tanzania ni salama na imetulia. Lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania inaanza na habari kubwa inayosema Msigwa Tanzania ni salama na imetulia. Huyu ni Msigwa, msemaji wa serikali, aiangazia dunia na kuambia imetulia na ni salama. Watumishi TANROADS wasimamishwa kazi. Chanzo ni kwa sababu foleni mikese. Waziri Ulega asema hata mwonea mtu hata kubali wananchi wateseke. Lakini kuna habari inasema vigogo ACT wajifungia kujadili hali ya siasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele inaandika magari ya gongana, watano wafariki dunia Monduli. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4, huku ATCL kuongeza vituo vitatu kimkakati. ATCL kuongeza vituo vitatu kimkakati. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ni serikali ni vita ya uchumi. Ni kutoka kwa msemaji wa serikali. Hii ni vita ya uchumi kutoka mataifa jirani. Lakini yaonya vyombo vya nje kupotosha matukio ya uchaguzi. Yahimiza Watanzania wailinde nchi yao. Hii wahimiza Watanzania wailinde nchi yao. Lakini maeneo ya SGR za juu Dar es Salaam, Dodoma hadharani. Lakini bima ya afya kwa wote kujumuisha makundi matano. TIRA kusimamia utekelezaji wageni wa banwa. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenyewe asubuhi ya leo, gazeti bora kabisa, linaandika serikali asisitiza uhuru tume ya uchunguzi maafa ya uchaguzi. Lakini TANESCO imefanya mageuzi makubwa huduma ya umeme. Huyo ni Ndejembi asema. Lakini Ulega afanya maamuzi magumu kero ya foreni mikese. Na mtendaji mkuu wa TANROADS awatoa hofu wananchi uimara wa barabara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Gazeti la Mwanahabari linatuandikia Simba kama yaingia katika hesabu za vidole. Simba kama yaingia katika hesabu za vidole. Lakini Pacome ahwa ipo kazi tuzo za TFF. TRA United yaitandika Prison 1-0. Lakini kocha Yanga hesabu kali ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa michezo. Gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo naandika Simba yafa kwa Mkapa, Azam hoi ugenini. Lakini Mwinyi aipongeza Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Machinga naandika Simba Azam kazi ipo michuano ya kafu. Mzize atoa tuzo kwa wachezaji wake. Lakini Singida Black Stars
ya chezea kichapo Algeria. Novatus Dismas Miroshi Star tutafanya vizuri AFCON kichapa Prison. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika mashabiki wa waka tatizo ni kocha. Simba ya 4 bila ushindi nyumbani Azam hoi. Master Dube alikataa mechi. Lakini Jack Chani fundi aliyegoma kuacha pesa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wiki linaandika Simba ya fia nyumbani goli 1-0. Azam ya chapa ugenini goli 2-0. Singida Black Stars ya anza vibaya shirikisho. Lakini Motsepe anaamini taji kombe la dunia kuja barani Afrika. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Jamvi la Habari linaandika Simba ya buruza mkia kafu. Ureno yaifumua Tanzania goli 10-0 futsal women kwa kapu. Hiyo ni habari mbaya. Ureno yaifumua Tanzania goli 10-0 futsal women World Cup. Lakini kwenye gazeti lako la Majira linaandika makamu wa pili wa rais Zanzibar apongeza Yasi Zanzibar International Marathon. Na Rais Mwinyi aipongeza Yanga kwa ushindi. Simba yadondosha pointi 3 kafu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Gazeti lako la Uhuru linaandika Simba Azam zaanza vibaya makundi. Bondia shoti yafichua siri ya ushindi. Yanga yakiri ugumu wa Rabat. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Zanzibar kuendeleza sekta ya michezo. Lakini Clement Mzize akabidhiwa tuzo yake. Yanga kuondoka Tanzania leo kuifuata JS Kabylie. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo naandika Dr. Mwinyi ahidi kuimarisha michezo. Yanga yapongezwa kwa ushindi. Simba yaanza vibaya klabu bingwa barani Afrika. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kwenye michezo asubuhi ya leo linatuandikia habari inayosema Simba chali nyumbani. Nyota wake wakosa nafasi nyingi za wazi kufunga mabao. Lakini Pedro, Yanga hii ni hatari kwa wapinzani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kurasa wa michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.